La Shenzhen nchini China limesajili mauzo ya nje ya roboti yenye thamani ya dola milioni 63 katika miezi minne ya kwanza ya mwaka 2026. Hili likiwa ni ongezeko la asilimia 21.1 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Bidhaa hizo zimesafirishwa kwenye nchi zaidi ya 100 zikiwemo barani Afrika, Mashariki ya Kati na Asia, huku China ikiimarisha kuwa kitovu kikuu cha kiteknolojia ya roboti duniani. Maelezo zaidi ni katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba mauzo ya nje ya roboti za kisasa zinazotembea zinazozalishwa nchini humo yanaongezeka kwa kasi. Kwa upande wa masoko ya nje, sekta zilizokomaa za biashara mtandaoni, rejareja na usafirishaji wa bidhaa za kampuni nyingine barani Ulaya, Marekani na eneo la Asia Pasifiki zina uhitaji mkubwa wa matumizi ya teknolojia ya kiotomatiki kwenye maghala, huku wateja wakionyesha utayari wa kugharamia teknolojia hiyo. Wakati huo huo, masoko yanayoibukia kama yale ya Asia ya Kusini Mashariki na Mashariki ya Kati nayo yanatoa fursa kubwa za biashara kutokana na mahitaji ya miundombinu ya kiotomatiki. In the first 4 months of this year, Shenzhen's robotics industry accelerated its expansion into overseas markets, with products sold to more than 100 countries and regions worldwide. Exports reached 430 million yuan, about $63.38 million US dollars, a year-on-year increase of 21.1%. Mbali na ukuaji wa haraka wa soko la roboti za viwandani zinazotembea, roboti zinazofanana na binadamu pia zinaanza kuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Hali hii inachochea mahitaji makubwa ya wataalamu wenye ujuzi maalum, hasa wale wenye utaalamu wa taaluma mbalimbali. In our team, we have people who studied computer science and mathematics, and even some who previously studied biology and were able to apply their knowledge to robotics. Hivi karibuni, Wizara ya Elimu ya China ilitoa orodha ya kozi za shahada ya kwanza kwa vyuo na vyuo vikuu, huku ikiviunga mkono vyuo vikuu 9 kuanzisha programu mpya za akili jumuishi ili kuimarisha muunganiko wa kina kati ya AI ya kizazi kijacho na vilevile uchumi halisi, pamoja na kusaidia maendeleo bora ya kiuchumi na kijamii.